Libarikiwe jina lako kwa sababu ni Mungu aliye hai. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunakuadhimisha asubuhi ya leo, ee Bwana. Asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Neno lako linasema katika maandiko matakatifu ya kwamba, ee Bwana, kila mahala ulipotupa kuweka hatua za miguu yetu, hakika Bwana umetupa kumiliki na kutawala. Nami ee Bwana ninasimama kama kuhani wa kifalme kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hiyo damu inenayo mema, ee Bwana, ikapate kunena mema juu ya madhabahu hii, ikapate kunena mema juu ya baba huyo, ikapate kunena mema juu ya mama huyo, ikapate kunena mema juu ya wale ambao wanatufuatilia na kutusikiliza kwa njia ya mtandao. Neema yako ee Bwana ikapate kufunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na iachilia damu ya Yesu Kristo juu ya madhabahu, damu ya Yesu Kristo juu ya madhabahu, damu ya Yesu Kristo juu ya madhabahu, damu ya Yesu Kristo ee Bwana juu ya ardhi ya Katoro na Geita. Ninasimama kama kuhani wa kifalme, yako maneno yaliyotamkwa usiku wa kuamkia leo kwa ajili ya ibada hii. Umeachilia upinzani usiokuwa wa namna ya kawaida. Mungu linakwenda kinyume kabisa na kila ina ajenda na kila ina mapatano yaliyofungwa katika ulimwengu wa roho. Na kwa damu ya Yesu Kristo nikifuta hayo maneno, nikifuta hivyo viapo, nikifuta hayo maneno, nikifuta hivyo viapo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana umesema katika neno lako, unapoziita ardhi na mbingu zinakutana kwa pamoja, na ninaita ardhi na mbingu zikutane kwa pamoja asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Ardhi na mbingu Bwana zisimame upande wangu, zisimame upande wako kwa ajili ya kusudi ambalo Mungu umelikusudia kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Baba nalika uwepo wako ndani hapa Bwana, kila ina upinzani, kila nguvu za mtume zikapate kuachia kwa jina la Yesu, kila nguvu za mtume zikapate kuachia kwa jina la Yesu, kila nguvu za mtume zikapate kuachia kwa jina la Yesu, kila nguvu za mtume zikapate kuachia kwa jina la Yesu. Ora bashaka, ora basanda rabatuya, ora bashekeyata, ora basirika, ora bashapa, ora bakaya, ora basaika, ora basike, ora mantiya, ora baka, ora masia, ora moka, ora bashanta, ora bakorika tarabaka, ora basaika, ora basirika, ora bashakata, ora bakoya, ora mtakatifu, tamarati hapa, ora mtakatifu, watumia ibada. Mimi nimeshuka, wewe ongezeke, kila mmoja akutane na haja ya moyo wake Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kila mwenye pumzi asamehe, unitumie kama upendavyo kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sijasikia kelele za shangwe, sijasikia vigelegele. Hebu piga kelele za shangwe, piga kelele za shangwe, piga kelele za shangwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bado kuzimu hajasikia. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hebu ita Yesu, 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 Yesu. Usikane Yesu, 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 Yesu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Piga meruzi, piga mageregere. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Siku ya Ijumaa, jana Jumamosi na leo ni siku ya 3 ya semina yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukatufuatilia kupitia mtandao wa kijamii, kupitia YouTube channel yetu
inayoitwa Lelo TV Online. Mafundisho yote ya semina na matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya yako live mtandaoni. Bwana Yesu asifiwe. Spelling zake ni RAYLON. Spelling zake ni RAYLON. Lelo ni kifupi cha majina yangu Raymond Roman. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiandika Lelo TV Online utakuta mahubiri yote hapa. Kwa hiyo fuatilia, uendelee kujifunza na kujifunza, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Ili uendelee kuwa unapata mafundisho mbalimbali, usisahau kusubscribe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na ujumbe ambao Mungu ametupa wenye kichwa kinachosema sababu zinazosababisha maombi ya watu wengi kutojibiwa. Sababu zinazosababisha maombi ya watu wengi kutokujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu zinazosababisha maombi ya watu wengi kutokujibiwa. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia ni mwinjilisti. Ukiona nafundisha usishangae. Ukiona na mhubiri usishangae. Kuna watu wengi ambao wanakwenda mbele za Mungu kwa njia ya maombi na wanamtafuta Mungu, iwe ni kwa njia ya kufunga na kusali, iwe ni kwa njia ya kutoa sadaka zao. Wengine wana miaka kadha wa kadha wamefunga wakimtafuta Mungu kwa ajili ya changamoto yumkini za ndoa, kwa ajili ya mahitaji yumkini ya kuoa kuolewa, kwa ajili ya changamoto yumkini za magonjwa, kwa ajili ya changamoto yumkini ya ndugu zao kuokoka, kwa ajili ya changamoto yumkini ya kupata neema aweze kujenga, kwa ajili ya changamoto yumkini za kuhitaji kazi. Kila mmoja anahitaji na moyo wake, lakini kuna watu wengi hawaoni matokeo ya maombi yao kwa sababu wanaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sitaweza kurudi nyuma kwa sababu tulikotoka ni mbali. Sitaweza kurudi huko. Nataka tuingie kwenye pointi ya 3 ambayo ni ya siku ya leo. Wewe ambao unatamani kufuatilia mwendelezo wa somo hili utalikuta mtandao. Pointi ya 3, sababu zinazosababisha maombi ya watu wengi kutokujibiwa haraka. Kwa nini maombi ya watu wengi hayajibiwi? Sababu ya 3 ni sababu ya kutokusamehe. Ni sababu ya kutokusamehe watu wanaokukosea au kukuudhi. Ni sababu ya kutokusamehe watu wanaokukosea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kusamehe ni jambo kuu. Unaweza tu kaliona kama ni jambo la kawaida, lakini jambo la kusamehe na kuachilia mtu ambaye amefanyika kuwa sababisho la maumivu kwenye maisha yako ni jambo kuu. Kati ya vitu vigumu ni kusamehe, na kati ya vitu vigumu vinavyowashinda watu wengi hasa walioamini ni kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na imani hili neno ni la mtu, kwa sababu hii pointi kwenye notes zangu ni pointi ya 4 na ya jana ilikuwa ni pointi ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kile kitabu cha Mithali ile sura ya 4 na ule mstari wa 23.
Biblia inasema hivi, kitabu cha Misali ile sura ya 4 na mstari wa 23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zinapotoka chemchemi za uzima. Biblia inatutaka ulinde sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, maana ndani ya moyo wa mwanadamu ndiko zinazotoka chemchemi za uzima. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo kama ndani ya moyo wa mwanadamu ndiko zinakotoka chemchemi za uzima, uwe na uhakika ya kwamba kuna watu wengi ambao wamejizuilia majibu yao kwenye maisha yao kwa sababu ya kuwa na uchungu ndani ya mioyo yao. Na unapoumizwa kwenye maisha, unapoumizwa kwenye ndoa, unapoumizwa kwenye uchumi, unapoumizwa kwenye familia, unapoumizwa kwenye maeneo mbalimbali kwenye maisha yako, hata kama ni kwenye huduma, hata kama ni ndani ya kanisa, kuna jambo linalokuumiza moyo, wewe na uhakika mlango wa majibu yako umefungwa, kwa sababu chanzo cha chemchemi za uzima kinatoka ndani ya moyo wa kwako. Tunaenda pamoja? Kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia, ninakwenda spidi kidogo. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 17. Somaji, kama umefika unasoma, na ukisoma unasoma kama mwalimu. Yeremia 17 mstari wa 9 anasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tulia. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema moyo wa mwanadamu huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Na huo moyo wa binadamu una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kuujua? Nani awezaye kuujua? Kwa hiyo moyo wa mwanadamu huo ni mdanganyifu, umebeba udanganyifu na una tabia ya ugonjwa wa kufisha. Unajua kitu kilichofishwa ni kitu ambacho kiko kwenye mchakato wa kuangamizwa. Kuna tofauti kati ya mauti na kuna tofauti kati ya kuangamiza. Kitu kikifa kitaonekana, lakini kitu kikiangamizwa hakitaonekana hata masalia. Sasa moyo una tabia ya kufisha, una tabia ya kuzofisha, una tabia ya kuangamiza. Moyo wa mwanadamu umebeba udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiona Mungu anazungumzia mioyo ya watu, ujue kuna uamsho mkubwa anataka kufanya kwenye maisha ya watu. Kwa sababu hawezi kukuletea majibu wakati moyo wako una shida. Hawezi kutengeneza mahusiano mazuri wakati moyo umeharibika. Lazima kwanza atengeneze. Ndiposa Mungu akasema nikatoka, lakini sikuona mtu. Ndipo hasira yangu na ghadhabu yangu ikawaka juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu anakutafuta wewe ili apate kutengeneza moyo wako ulioharibika, kwa sababu kuna kipindi kipya ambacho Mungu anataka kukileta kwenye maisha yako. Kuna msimu mpya ambao unafunguka kwenye ulimwengu wa roho ili Mungu akupeleke hatua nyingine, lakini kwa sababu moyo wako una tabia ya kufisha, kuna vitu vitazuiliwa. Lakini napenda nikutangazia asubuhi ya leo, napenda nikutangazia katika ibada hii, yupo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, atakwenda kutengeneza huo moyo ulioharibika, atakwenda kutengeneza huo moyo
kitabu, tuangalie kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi ya 34. Zaburi 34. Zaburi 34 na ule mstari wa 18. Zaburi 34:18 anasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Biblia inasema Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na waliopondeka roho, tena na waliopondeka roho waokoa. Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo. Mimi sijui umepiga changamoto gani kwenye maisha yako ikafikia hatua ukavunjika moyo. Mimi sijui umepitia magumu kiasi gani kwenye maisha yako, iwe kwenye eneo la uchumi, yumkini umepata hasara, iwe kwenye eneo la biashara, yumkini biashara zako haziendi, iwe kwenye eneo la ndoa, yumkini ndoa haina amani, iwe kwenye eneo la huduma, yumkini umeshambuliwa na adui, yumkini watu wamekuinukia, wamekusema vibaya, wamevunjika moyo. Mimi sijui mahali unakopitia, lakini moyo wako unajua yale unayopitia. Kila mmoja ameumizwa kwa namna nyingine, kila mmoja ameumizwa kwa namna inayotofautiana, lakini Biblia inasema Mungu yuko karibu na wale walioumizwa moyo. Mungu yuko karibu na wale walioumizwa moyo, tena yuko karibu na wale wenye moyo wa kupondeka, ili apate kuokoa, ili apate kuokoa. Nami nakuombea asubuhi ya leo, Bwana akakuokoe kwa jina la Yesu. Bwana akuokoe, ili kwenye ndoa kuokoe, ili kwenye eneo la uchumi kuokoe, ili kwenye eneo la afya kuokoe, ili kwenye eneo la ndoa kuokoe, ili kwenye eneo la uzao kuokoe, ili kwenye eneo la familia, ili eneo la masomo, ili eneo la utumishi. Bwana akuokoe kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu yuko karibu na watu waliovunjika moyo. Waliovunjika moyo. Ninakumbuka mwaka fulani nilikuwa kwa mchungaji Samuel. Mchungaji Samuel hapo Kahama. Tulikuwa tumepeleka mkutano wa Injili. Nilipokuwa na ubiri nikaita watu wenye shida, wenye mateso, wenye tabu na dhiki mbalimbali. Alitokea dada mmoja nyuma, nakumbuka akaja mpaka madhabahuni. Nilipoita jina la Yesu, yule dada alianguka chini. Alipoanguka wakambeba wakampeleka kanisani. Mkutano ulipomaliza maombezi, nikawatangazia watu wenye shida wanaotamani kuongea na mhubiri, niko kanisani waje. Nikamkuta yule dada anaombewa. Yule dada ameshafunguliwa analia. Akanishuhudia, akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nimefikia hatua ya kukata tamaa. Na siku kukata tamaa, siku ya leo ndio ilikuwa siku ya mwisho kwangu kuishi duniani, kwa sababu nilikuwa ninaenda kujiua. Lakini niliposikia sauti ya mkutano, nikajikuta tu nimekuja kwenye mkutano, na ikuishia hapo nikajikuta nimepita mbele, ghafla nikaanguka. Biblia inasema Mungu yu karibu na watu waliovunjika moyo, ili apate kuokoa. Kuvunjika kwako moyo sio kwamba ndio mwisho wa maisha. Kuna watu wako hapa wamekata tamaa ya maisha. Kuna watu wako hapa wameumizwa moyo. Kuna watu wako hapa wanajuta hata wasingezaliwa. Kuna watu wako hapa wanajuta, kwa nini niko na huyu mwanaume? Kwa nini nilioa huyu mwanamke? Kwa nini nilioa huyu mwanaume? Ninalo neno moja siku ya leo, Bwana yuko karibu nawe ili apate kukuokoa. Biblia inasema Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, tena msaada tele unaonekana wakati wa mateso.
sura ya 11. Marko 11 ule mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Marko 11 na mstari wa 25 anasema, nanyi kila msalipo na Biblia inasema nanyi kila msalipo na kusali sameheni. Hebu soma vizuri. Nanyi kila msimamapo na kusali, nanyi kila msimamapo na kusali sameheni. Sameheni. Ukiwa na neno juu ya mtu, ukiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni. Rudia kusoma vizuri. Naomba usome vizuri tu. Mkiwa na neno juu ya mtu, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja nisome vizuri. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, nanyi kila msimamapo na kusali sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu. Lakini kama ninyi amsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni atawasamehe nyinyi makosa yenu. Kuna watu wako hapa wameumizwa mioyo, wana miezi 5. Wengine wana uchungu, wameumizwa mioyo, wana miezi 4. Wengine wana mwaka, wengine miaka, wameumizwa moyo. Na Biblia inasema mnaposimama kusali, kwanza sameheni. Na hapo ndipo ni shida. Utalalamika, Mungu akujibu. Mungu anatazama neno lake apate kulitimiza. Mungu atazama maneno yako. Hata kama ungeliomba maneno yakajaa dunia hii, kama uko nje na neno la Mungu, Mungu hawezi kukujibu. Biblia inasema hivi, mnaposimama kusali, ukijijua una neno juu ya mtu, samehe kwanza. Na mstari mwingine kwenye Biblia unasema ya kwamba ukiwa na neno juu ya mtu na umekuja kutoa sadaka, Biblia inakutaka uiache kwanza sadaka, usiitoe kwenye madhabahu, ukapatane kwanza na ndugu yako. Kuna watu wanalalamika ya kwamba mbona nimeomba sana, mbona nimefunga sana, lakini sijaona majibu. Sijaona majibu. Kuna ushuhuda fulani, japokuwa siupendi sana, ila tu ngoja nikushuhudie utakusaidia. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Familia yetu ilipita kwenye changamoto. Wazazi, kuna baadhi ya vitu ambavyo walimkabidhi marehemu dadangu kusimamia. Wakapigiwa simu, binti yenu yuko na hali mbaya sana. Wakafunga safari kutoka Mwanza wakaenda Dar es Salaam. Walipofika wakaanza kumuuguza marehemu dadangu karibu mwezi na sehemu, lakini yule dada alifariki. Wakachukua mwili tukapeleka Bukoba kuzika. Wazazi waliporudi nyumbani, kwa sababu niliwahi kutoka Bukoba, wakasema ngoja tukaangalie vitu tulivyoviacha Dar es Salaam, kwa sababu tulimwachia kusimamia. Walipokwenda hawakukuta mali hata moja. Na ninapozungumzia mali, njoo, kuna viwanja, kuna nyumba, kuna magari, kuna akaunti ya fedha. Hakuna kila kitu. Binafsi iliniuma. Wakajaribu kwenda vituo vya polisi, walikuwa wanafukuzwa kama Mungu. Kwa hiyo mtu aliyekuwa amezichukua zile mali, yeye akawa anauza viwanja, anapata hela, anaenda naomba. Babangu na miaka 80, anaenda anafukuzwa, wako na marehemu mama, anafukuzwa. Nikachukia sana. Mbaya zaidi ni bora angelikuwa mtu wa kawaida. Aliyekuwa anafanya hilo tukio alikuwa ni mchungaji wa dadake marehemu dadangu, mchungaji wake. Kwa
binafsi niliumia, nikajiuliza huyu ni mtumishi gani wa Mungu? Biblia inasema kuna wachungaji wengine ni wameshahara, hawajali kwa habari ya uhai wa watu, hawajali kwa habari ya maisha ya watu. Iliniumiza. Nikaingia kwenye maombi, nikamwambia Mungu, huyu mtu nataka afa. Unacheka? Ndio kama sio ushuhuda mzuri sana, ila utakusaidia. Nikaomba Mungu, naomba afe. Natoa sadaka, ninafunga na ninaomba, ila nasikitika Mungu hakunijibu. Sasa tena unanicheka. Nasikitika ya kwamba sikujibiwa. Nikajiuliza shida ni nini? Mbona kama kuomba naomba, mbona kama kufunga nafunga, mbona kama kuliombea jambo kwa mzigo na niombea. Zikafunguliwa kesi zaidi ya 25. Yaani ukishafika mahakamani wao wananamna wanavyochambua kesi, zikafika kesi 25. Kila wakienda kwenye kesi wanashindwa. Kila wakienda kwenye kesi wanashindwa. Kila wakienda, na mimi najitahidi kuomba. Unajua hapo mimi sio mshirika, ni mtumishi. Na sijajibiwa. Mungu akanisaidia. Akaniletea maono ambayo niliyaelewa. Akaniambia samehe. Sasa nikajiuliza huyu jamaa anamsameheje kwa vitu alivyovifanyia hivi, na msameheje? Yaani naanzaje kumsamehe? Ila nikajitahidi, nikaachilia, nikafungua moyo. Sikuwa tena namwombea mabaya. Nikaanza tu kumdai Mungu, naomba unisamehe. Mimi nisamehe na familia. Na huyu naye ni mtumishi wako, msamehe maana ajui alitendalo. Nikaanza kuona Mungu anafanya miujiza isiyokuwa ya kawaida. Zile kesi zilizokuwa zinashindikana, naona wakaanza kushinda kesi. Kila kilichokuwa kimepotea naona kinarejeshwa. Mali ilikuwa imepotea naona inarejeshwa. Magari yalikuwa yametapeliwa naona yanakamata yanarejeshwa. Majumba yaliyotapeliwa naona yanakamata yanarejeshwa. Ni kwa sababu gani? Mungu hakunijibu kwa sababu nilikuwa nje ya agano lake, nilikuwa nje ya neno lake. Niliporudi front line kwenye neno, kunaposimama kusali samehe kwanza, nami nilipoachilia yale yaliyochelewa Bwana akaleta, yale yaliyopotea Bwana akarejesha. Kuna vitu kwenye maisha yako unaviona vimekawia, si kwamba vimekawia Bwana. Changamoto ni moyo wako. Umeweka visasi ndani ya moyo, umeweka hasira ndani ya moyo. Kuna watu umewapenda moyoni, haujawahi kuachilia. Ninapenda kukuambia bila kuachilia utaona. Ndio amenikasikia, ngoja niwaangalie hao. Nasema hivi, bila kuachilia hautamwona Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Luka sura ya 6 na ule mstari wa 27. Luka 6:27. Luka 6:27 anasema, lakini ninawaambia ninyi mnaosikia. Nyie mnanisikia? Na nyie mnatufanyia kwenye mtandao wa kijamii mnanisikia? Endelea kusoma. Wapendeni adui zenu. Biblia inasema wapendeni maadui zenu. Watendeni mema wale ambao wawachukia ninyi. Watendeni mema wale ambao mnawachukia ninyi. Unaona hiyo imekata. Fikiri mtu ni adui yako, amekufanyia vitu vya kukuumiza moyo, lakini Biblia inasema wapendeni maadui zenu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga mkono wako juu namna hii. Piga makofi kwa Yesu. Hebu rudia tena kusoma. Lakini ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu. Wapendeni maadui zenu. Watendeni mema wale ambao wawachukia. Watendeni mema wale ambao mnawachukia. Hakuna kitu kigumu kama kumpenda adui yako. Sijui kama kuna watu wanielewa. Mwaka fulani kuna mtu alikuja
kanisani mahali na kuabudu. Akasema mtumishi wa Mungu, ninahitaji maombi. Yule binti alikuwa na dada zake. Huwa na desturi ya kumsikiliza mtu kwanza kabla kumwombea. Nikaanza kuuliza changamoto ni nini? Wakasema mtumishi wa Mungu, huyu binti ana zaidi ya miaka 10. Kila kiombewa na pepo. Kila kiombewa anaanguka pepo. Pepo asiondoke. Saa zingine hata tukiwa nyumbani kule kusali zile ibada za nyumbani, huyu binti bado pepo zinalipuka. Nikauliza swali, hivi Yesu ameshindwa kumponya huyu binti kwa kipindi cha miaka 10? Kwa sababu Yesu ninayemhubiri na Yesu ninayemjua ashindi kuponya. Kuna maana kuna shida. Nikaanza kuzungumza na yule binti, nikaanza kumpa maandiko. Katika maandiko nayompa najikuta tu ndani yangu namueleza kwa habari ya kuachilia. Nikamuuliza, wewe binti, mbona maandiko ya kuachilia yananijia sana moyoni? Una changamoto gani? Yule dada akaanza kulia. Nikamwambia, sasa ukilia utapata msaada, shida ni nini? Kaniambia, mtumishi wa Mungu, tena sitaki kusikia kabisa hizo habari. Nikamuuliza, changamoto ni nini? Sema. Eleza mambo yako upate kupewa haja moyo wako. Yule binti akashuhudia hivi. Akasema, mtumishi wa Mungu, unavyoniona mimi hapa, sina amani kabisa na baba yangu. Tena ninamchukia sana baba yangu mzazi. Na tena tu si baba yangu mzazi, hata bibi yangu ninamchukia. Nikamuuliza, shida nini? Akasema, jambo la kwanza, baba yangu na bibi yangu ni wachawi. Nikamuuliza, wachawi wamekuaje? Kaniambia, changamoto tu sio hiyo. Walikuwa wamepanga mpango wa kunitoa mimi kafara. Na walipopanga huo mpango, mimi nikajua. Ikaniuma kwa nini baba na bibi yangu wanitoe mimi sadaka. Lakini ukiachana na hapo, niliugua nikawa hospitali. Baba yangu hata kusogelea kitanda nilichokuwa nimelazwa. Nilimsikia kwa masikio yangu baba akasema, mwacheni huyo afe. Mimi nawezaje kumpenda baba? Yule binti anaongea kwa uchungu, analia. Maumivu ni makali ndani ya moyo. Yamkini uko mahali hapo unanisikiliza hata kwa njia ya mtandao. Yamkini uko mahali hapo kwenye ibada umeumizwa kwa namna ambayo unajua mwenyewe. Na ndani umebeba uchungu. Yule binti nilimwambia, sitokuombea. Kwa sababu siwezi kufanya kazi ya kuchosha. Maneno magumu, lakini alikuwa na uzima. Nitakuwekea mikono, nitakuombea. Pepo zitaondoka kwa sababu zinaliogopa jina la Yesu. Lakini kuna milango kwenye ulimwengu wa roho iko wazi. Shetani atarudi. Kwa hiyo chagua moja. Unahitaji kupona moja kwa moja au unahitaji kuona nguvu na mapepo? Akasema, mchungaji, siwezi kusamehe. Mimi nikamwambia, binti, siwezi kukuombea. Unacheka. Kama siwezi kukuombea, sio kwamba sitaki kukuombea, nitafanya kazi ya kuchosha. Lazima utengeneze moyo wako. Lazima uachilie wale waliokuhusu. Lazima hao unaoona maadui, yuko Mungu aliye hai atashughulika na maadui zake. Nikamtia moyo kwa maandiko. Ile binti kafikia tu akalia zaidi ya masaa mawili. Na mimi nikavuta kiti nikakaa pembeni, sikuwa na haraka. Akafikiria, mwisho wa siku akasema, niko tayari kuachilia. Analia kwa uchungu. Nikamuongoza sala ya toba. Hata nimemaliza tu kuongoza sala ya toba, pepo chini. Tukaanza kukemea kwa jina la Yesu, toka, kwa jina la Yesu, toka. Yule binti akatoka mzima, hajawahi tena kuanguka na mapepo. Kwa hiyo unaweza ukaangalia changamoto ya magonjwa iliyomtesa kipindi cha miaka 10. Kumbe kifungo chake ilikuwa ni uchungu. Kumbe kifungo chake ilikuwa ni hasira. Kwa maana Biblia inasema hivi, muwe na hasira lakini msitende dhambi. Jua lisitwe na uchungu wako ujakoma. Mungu amekupa masaa 12 ya kukaa na uchungu. Jambo likikuumiza umepewa masaa 12 peke yake.
Baada ya hapo unatakiwa kuachilia. Usipoachilia umempa ibilisi nafasi. Na watu wengi pepo wamejificha kwenye kifungo cha uchungu, kwenye kifungo cha hasira, kwenye kifungo cha kutokusamehe. Watu waliokoka tukai na chuki, watu waliokoka tukai na visasi, watu waliokoka tutunzi chuki ndani ya mioyo. Kuna watu wanaangalia vibaya. Pokea hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Endelea kusoma. Kimbia. Soma. Wabarikieni wale ambao wawalaani. Wabarikieni wale wanaowalaani. Waombeeni wale ambao nisikilize. Biblia inasema wabarikini. Wabarikini wale wanaowalaani. Wabarikini. Sasa kuna watu wameokoka wao wanaogopa laana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kuna mtu hapa ananisikiliza? Nimesema hivi kuna watu waliookoka wanaogopa laana. Kuna vitu umesemeshwa kwenye familia na ukoo. Usipofanya hili jambo la kimila umelaaniwa. Utalaaniwa. Na wengine wakasema siwezi kuogopa laana, acha nifanye. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Wangapi wameshakutana na hiyo changamoto? Nyosha mkono juu. Sasa unaogopa, nyosha mkono. Asante. Chukua neno hili la kwako. Iko hivi. Haijalishi utakutana na maneno gani ya kutisha. Haijalishi utasemelewa maneno gani. Wewe kama kweli umeokoka, Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Zamani tumewahi kupata msiba. Baadaye mamangu alifariki. Unajua wao wana taratibu zao. Kwa hiyo tulipomaliza kuzika, ukawekwa utaratibu wa watu kunyoa nywele. Sasa mimi ni mchungaji naenda kunyoa nywele. Alafu baba anajisifia mimi na mtoto wangu ni mchungaji. Anaongea na wazee wenzake. Ikafika zamu sasa tunaanza kuitwa mmoja baada ya mwingine. Ilikuwa kesi moja ngumu sana. Bwana Yesu atusaidie. Mchungaji Samuel anamwambia mzee alipomtaka. Wale wazee wa Kijerumani wa zamani. Kaanza kuita kakangu mmoja akaniambia, "Sasa bwana mdogo tunafanya." Nikamwambia, "Usiende. Usiende, huo ni mtego, usiende. Sisi tumeokoka, tuweze kufuata vitu vya kidini." Sasa mzee kwa sababu ni mkali akaanza kumuita yule blaza. Blaza akaniangalia usoni akamwambia, "Usiende." Akaitwa. Akabidi aende akatike kichwa akanyolewa. Akaitwa dadangu. Akaenda katika kichwa akanyolewa. Nikaitwa, "Mchungaji njoo." Nikaenda. Nilipofika pale akasema, "Tega kichwa mwenyewe." Nikamwambia, "Baba sinyoi." "Unasemaje?" Nikamwambia, "Baba sinyoi." Kaanza kuongea maneno magumu, watu wamejaa wengi, watu wamejaa, wanaangalia hiyo ligi. Nikamwambia, "Baba, jambo lolote linalohusiana na imani yangu, naomba usiingilie. Jambo lolote linalohusiana na imani yangu na Mungu wangu, naomba usiingilie. Baba, ninakupenda, ninakuheshimu, sinyoi." Watoto wamekuwa jeuri sana, nikasema, baba sio jeuri. Biblia imetukataza kufanya ibada za wafu, kunyoa nywele au kuchanja chai. Kwa hiyo siwezi kumkufuru Mungu kwa sababu maandiko yananikataza. Talaaniwa wewe. Kaambia, "Baba, laana isiyokuwa na sababu haipati mtu. Kwa hiyo sitalaaniwa kwa jina la Yesu." Sio kama unanielewa? Sasa kuna watu mnakutana na vitu vigumu kwenye familia. Wanakuambia kuna ibada, tunaenda kufanya ibada za makaburi. Kwa hiyo tunahitaji mchango wako, tuma na ya kutolea. Nasema hivi, tuma na ya kutolea itoke hela kamili. Hasira ya mtu ilipo na moyo wake huko hapo. Unapotoa sadaka yako kwa ajili ya mambo ya kimila na moyo wako umeupeleka hata kama ujaenda. Ikapita wiki kadhaa mimi nikarudi Mwanza, kakaangu akarudi Dar es Salaam.
Kaenda kwenye kanisa lao anapiga pambio. Zikaanza maombi pepo. Mchungaji Gwasa kalipigia. Kaka hapo kaanguka, nikasema hivi acha pepo zimtandike vizuri. Kwa sababu nilimueleza Waefeso 4:27 inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Sasa wewe Mungu amekataza mambo ya kimila, wewe unafanya mambo ya kimila, wewe unachia hata kama wajaroga, shetani wanatumia hiyo milango. Kwani watu ambao wanajikuta wana kifungo cha uchungu, pepo zinaingia wanakuwa mmoja. Shetani anajua neno, anajua maandiko. Anajua nikipitia mlango huu jamaa nitambana hapa. Nikipitia mlango huu nitamfunga hapa. Nikipitia nje nitamshikilia hapa. Na watu wengi wamefungwa kwenye mifungo. Na hawatoki hapo walipo. Na wamebaki na manunguniko, wanamnungunikia Mungu kama ajibu. Mungu hajawahi kuacha kujibu. Mungu anajibu. Bwana anajibu. Changamoto ni moyo wako umeharibika. Tuendelee kusoma. Endelea mtumishi wa Bwana. Waombeeni wale ambao waonea ninyi. Waombeeni wale ambao wanawaonea ninyi. Endelea. Akupigaye shavu moja geuzie la pili. Akupigaye shavu moja geuzie la pili. Biblia ni ngumu. Akupigaye shavu la upande wa kulia, mwambie na hilo huko na lenyewe ongeza. Naona ilivyo ngumu. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inaongeza anayekunyang'anya joo mpe na kanzu. Hakupelekaye maili moja nenda naye mbili. Waombeeni wanaowaudhi. Unaona tu hivi kama vile unacheka. Sio neno la kufurahisha. Hakuna kitu kigumu kama kumwombea adui yako. Wangapi wao wanaombea maadui zao? Mchungaji mbona shirika wako hayumo hata mmoja? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tuende kitabu cha Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5. Mstari wa 43 mpaka 48. Mathayo sura ya 5:43 anasema, mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako, mpende tu jirani yako na umchukie adui yako, alafu kisha umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, anayesema haya maneno ni Yesu. Yesu anasema lakini mimi Yesu ninawaambia, wapendeni adui zenu, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo kama hawaombei waliokuudhi, na Biblia imesema wale wanaoombea waliowaudhi wanafanyika kuwa wana wa Baba yao aliye mbinguni. Kwa hiyo kama una kifungo na maumivu ndani ya moyo na hutaki kuachilia wale waliokuumiza moyo, wewe na uhakika kwenye kipengele cha wana wa Mungu kuna shida. Na shetani akishajua hivyo anasema okay, ameachilia mlango, nitapita hapo hapo. Nitapita hapo hapo. Kuna watu wana hasira mpaka wanatetemeka. Kuna watu kwa sababu ya uchungu wamepata vidonda vya tumbo. Kuna watu kwa sababu ya uchungu wameumizwa kwenye maisha yao. Imefikia hatua mpaka wana pressure kwa sababu ya maumivu. Hasa Mungu anasema waombeeni wanaowaudhi. Si iko hapo. Yaani Mungu hawezi kubadilisha namna ya vile alivyopangilia mambo. Amesema waombee wanaowaudhi. Mtu akikuudhi muombee. Ufanyavyo hivyo unampalia makaa ya moto kichwani pake. Bwana Yesu atusaidie. Iko hivi. Mambo ya kimungu yako hivi. Ukijionea huruma unajiangamiza. Tunaenda pamoja. Ukijiangamiza unajiokoa. Wewe unachagua wapi? Unaona mambo ya Mungu yalivyo magumu na ni mepesi. Yaani ukijiangamiza unajiponya.
Ukijionea huruma unajiangamiza. Unachagua wapi? Kujiangamiza. Sasa na Biblia inasema ukiwaombea rehema wanaokuudhi, huo ndio mlango wa kujibiwa kwako. Huo ndio mlango wa kutoboa kwako. Huo ndio mlango wa kufanikiwa kwako. Haijalishi umeumizwa kiasi gani, haijalishi umejeruhiwa kiasi gani, haijalishi moyo unasema huyu mtu sitokaa nikamsamehe mpaka na kufa. Sitokaa nikamsamehe. Tena baba fulani sitokaa kumsamehe. Mama fulani sitamsamehe. Unajua kipimo cha mtu aliyesamehe? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Piga mkono wako juu namna hii. Piga makofi kwa Yesu. Nauliza hivi, unajua kipimo cha mtu aliyesamehe? Akumbuki. Ukiona umesamehe na unakumbuka haujasamehe. Ndio maana Biblia inasema Mungu ni Mungu anayetusamehe, wala dhambi zetu hatazikumbuka tena. Kwa hiyo ukiona unakumbuka tena hujasamehe. Wote kuona kuna mtu amekosea anasema ninamsamehe lakini. Ukishaona hivyo huyo mtu hajasamehe. Ninamsamehe lakini sitomsamehe. Ninamsamehe lakini mimi naenda basi. Ninamsamehe lakini. Kusamehe hakuna lakini. Njia leo ni ngumu, watu wamenuna. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mstari wa 46. Maana mkiwapenda wanaowapenda nyinyi, mtapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, nao awafanye kama hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda jambo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao awafanye kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Sasa kama watu waliookoka wanakosewa awasamehe, na wewe umeokoka unakosewa awasamehe, kuna tofauti gani kati ya aliyeokoka na mpagani? Yaani aliyeokoka anakosewa asamehe. Mtu ambaye hajamjua Mungu, hajaokoka, anakosewa asamehe. Kuna tofauti gani? Biblia inasema kama vile Baba yenu alivyo mkamilifu, ninyi nanyi mtakuwa wakamilifu. Hebu jishike kifuani useme mimi nitakuwa mkamilifu. Jipige kifuani useme mimi nitakuwa mkamilifu. Kama Baba yangu alivyo mkamilifu, mimi nitakuwa mkamilifu. Kama Baba yangu alivyo mkamilifu. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3. Nataka tumalizie hapa tuombe. Kuna watu wako hapa wanaweza wasipokee majibu yao kwa sababu ya hali ya mioyo yao. Tunataka tutengeneze hiyo mioyo. Alafu tumalize tuombe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3. Kolosai sura ya 3 mstari wa 12 anasema hadi mstari wa 14. Anasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema. Utu wenu. Tulia kidogo. Kwa sababu tumekuwa watakatifu, watu tuliopendwa na Mungu, Biblia inasema na tujivike moyo wa rehema. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa rehema. Kwa sisi tunapaswa kuwa na moyo wa rehema. Wa rehema, unyenyekevu, upole, na kuwa wapole, uvumilivu, na kuwa wavumilivu,
mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, Biblia inasema mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe, kama Mungu alivyokusamehe wewe, vivyo na ninyi, vivyo hivyo na wewe. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo. Ndicho kifungo cha ukamilifu. Unajua kuna watu huwa wana sababu. Biblia inasema hata kama una sababu ya kwamba ulikosewa, samehe. Unajua ili jambo unaweza ukaliona la tofauti. Sio nikupe ushuhuda huu, sio muda utakuwa natuacha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati mimi niliumizwa moyo. Nikaumizwa kabisa moyo, nikaumia. Nilipoumia nilikasirika sana. Hii huduma ya Sayuni tulionao, kulikuwa kuna kiongozi anaitwa Emmanuel Zakari. Sasa ni marehemu. Nikamfuata mwalimu, nikamwambia mwalimu, nimepitia changamoto hii na moyo wangu umeumia sana. Akanipa maandiko, akaniambia samehe. Kanitia moyo pale kule, nikasamehe. Sasa yule mtu aliyeniumiza akaja kunikosea mara 1000 ya vile alivyonikosea mwanzo. Kasema sasa hii imekuwa too much. Hivi tunaokoka tuwe mataira? Yaani mtu amekukosea mara ya kwanza umesamehe. Amekukosea mara ya pili umesamehe. Amekukosea mara ya tatu umesamehe. Tena anakuja kufanya zaidi. Nikasema ulokole na uweka pale na kabiliana naye. Siwezi kuwa mjinga hivi. Yaani ni mjinga, siwezi kuwa mjinga. Nikaenda kukutana na mwalimu nikamshirikisha yule mtu bana yaani sasa ndo kaniumiza mara 1000 alivyonifanyia mwanzo. Mwalimu tena akaniambia samehe. Nikaona huyu nikimkatalia kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, nitaonekana mtu wa ajabu. Ngoja tu nimkubalie mdomoni, lakini hapa hama zangu hama zake. Unacheka? Bwana asifiwe. Amen. Akaniambia hata kama una sababu ya kulaumu, samehe. Akanipa maandiko. Akaniambia sasa fanya hivi. Nenda nyumbani kwako. Nenda kaombe. Nenda mbele za Mungu, sema Mungu, ninaomba toba kwa ajili yangu na ninaomba toba kwa ajili ya yule aliyenikosea. Utapata amani. Nikamwambia hivyo tu teacher. Akasema kweli. Nikatenga muda nikaingia ndani. Nikaanza sasa kumpamba Mungu. Mungu nakushukuru. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hakuna Mungu kama wewe. Mimi ni mtumishi wako. Maneno mengi mazuri. Nikasema Mungu, naomba toba kwa ajili yangu. Naomba toba kwa ajili na nikasema la Mungu hapana bana. Yaani maombi nasema la Mungu hapana bana, unatuonea. Yaani yule mtu alinikosea hivi, nikasamehe. Akanikosea na hivi. Ninaongea nalia machozi. Mwanaume mzima nalia. Nikasema Mungu hapana bana, unatuonea, hata kama ni neno lako mimi siwezi. Maombi yakafa. Nikakutana tena na mwalimu akanieleza vipi, nikamwambia baba, nilishindwa. Uchungu uliokuwa hapa si wa kawaida. Akaniambia kaombe tena. Nikajikaza, nikaanza kama mwanzo. Nikafika mimi nikajiombea toba. Nilipofika kumtaja yule mtu nasema Mungu, kwa kweli hapana, unatutesa. Yaani kama hili ni neno lako Mungu, unatutesa. Haiwezekani. Nikaanza kushtaki yale aliyoyafanya. Mungu, na hili mimi siwezi. Mungu akurudia tena. Siku moja nakumbuka nimekaa sebuleni muda wa usiku hivi. Niliona maono ya ajabu sana. Sasa nikimaliza ushuhuda tuombe, muda umekataa. Bwana Yesu asifiwe. Niliona maono ya ajabu sana. Niliona ghafla kuna mtu amevaa mavazi meupe. Amekaa hivi kama mchungaji alivyokaa. Amevaa mavazi meupe. Kichwani kwake ana kofia ya dhahabu. Na
aongee. Mbele hapo kuna madhabahu kama hiyo. Na yenyewe ni nyeupe. Ninajiona mimi nimevaa kanzu nyeupe, nimepiga magoti kama hapa naangalia kule. Lakini sina uwezo wa kumwangalia usoni. Ila nimeinamisha kichwa hivi nimepiga magoti. Ila ninaona yanayoendelea hapa. Wala alikuwa aongee. Vikaja vitabu viwili kwenye ile meza. Kitabu cha kwanza kikakaa upande wa kushoto, kitabu cha pili upande wa kulia. Mkononi mwake alikuwa ameshika fimbo ya dhahabu. Akasota kile kitabu, kaanza kufungua karatasi moja baada ya nyingine. Zilipomaliza kile kitabu kikajifunga, kikasogea chenyewe pembeni, kikaja kile kingine. Kikafunguka, alipokisonga ikafika katikati, kikaacha kufunguka. Wala kuniongelesha. Nikaona amenyanyua mkono wake hivi upande wa kulia. Mimi nimeinamisha kichwa, ila naona matukio yote ya pale. Upande wa kuume akaja malaika ni mkubwa mno. Akaja nyuma yangu, akanishika hapa, akaniinua juu. Yaani ile naamaki ninaelea malaika yuko hewani anapaa. Akanipeleka kwenye bonde kubwa. Alipofika juu ya ile bonde, ameelea hewani. Nilipochungulia chini hivi, niliona moto nisioweza kueleza kwa namna ya kibinadamu. Moto mkali. Nikaona roho za watu zinafanana na maumbo ya binadamu ziko ndani ya moto. Ile na taharuki hivi tayari nimeshaachilia. Nikaona nashuka. Nikasema Yesu nisaidie. Sikupata majibu. Nikapiga tena Yesu nisamehe. Sikupata majibu. Naendelea kushuka, naona giza kali. Nilipokaribia ule moto nikasikia sauti inasema, samehe aliyekukosea. Nikasema fulani nimekusamehe. Nikaganda hapo. Naona nikaanza kunyanyuliwa juu, nikatoka kwenye yale maono. Mwili wote umejaa jasho, ninatetemeka nalia. Nikasema huu ni upumbavu. Unikosee wewe, niumie mimi, jehanamu niende mimi. Nikasamehe. Bwana tusaidie. Yaani unajua kuna wakati tunajihesabia haki ya kuona kwa sababu fulani kaniumiza na mimi nimeumia, unadhani Mungu ni kama mwanadamu. Nikasema iwezekani. Yaani nimeumizwa mimi, maumivu ya moyo napata mimi, alafu eti na jehanamu naenda mimi. Hizi hesabu za Mungu ngumu. Nikaamua kuachilia. Samehe aliyekukosea. Samehe aliyekukosea. Sio samehe. Na kama huwezi kusamehe, omba Mungu akusaidie namna ya kusamehe. Simama kwa miguu yako. Tambua jambo hili, hautoenda mbinguni. Nimekupa ushuhuda huo na nimekata hapo kwa sababu ya muda ili uelewe. Mungu alikuwa ananisemesha na mimi. Ukiendelea kukaa na chuki namna hii, mwisho wako ni moto. Hakuna maneno mazuri ambayo tunaweza tukakuambia ili uweze kuelewa. Lakini ukweli ndio huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninataka tuende mbele za Mungu kwa njia toka. Tuende mbele za Mungu kwa njia toka. Hapa kuna watu ambao wanaona kabisa mioyoni mwao wamewahi kuumizwa. Na wana kumbukumbu la maumivu ndani ya moyo. Hebu nyosha mkono wako juu. Wala usiogope kwa habari ya jirani yako. Usiogope kwa habari ya mtu atakuonaje. Na ndio maana nimebidi nikupe shuhuda. Nyosha kabisa kwa ushindi. Nyosha. Mimi mwenyewe nimewahi kuumizwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine wameumizwa ila wamejikaza. Sasa hii nikinyosha watu watanionaje? Wanajua mimi nimeokoka. Na mimi nilikuwa nimeokoka. Kila mmoja kuna namna ya jinsi ambavyo ameumizwa. Na ndani yake kumebakia uchungu. Sasa shina la uchungu ni mlango ambao adui anautumia ili kuweza kuharibu maisha ya watu. Hebu nyanyua mkono wako juu. Inua kabisa mkono wako juu kanisa lote. Kama kuna watu wako nje hapa walitoka kwa dharura, hebu sasa unaweza ukaingia ndani ili tu
tuweze kufanya ibada. Inua tu mikono yako juu, anza kuchunguza moyo wako, utazame hali ya moyo wako jinsi ilivyo. Kisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba toba. Kwa sauti, ninaomba toba kwa ajili ya maisha yangu. Unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea wewe, kwa kujua au kwa kutokujua. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, unajua moyo wangu. Moyo huwa ni mdanganyifu, tena una kawaida ya kufisha. Nami natubu leo kwa sababu ya moyo wangu. Wewe umesema nilinde sana moyo wangu kuliko vitu vyote nivilindavyo, maana hapo ndiko zinakotoka chemchemi zote za uzima. Nami katika ibada ya leo, inua mikono yako juu. Nami katika ibada ya leo ninaomba chemchemi za uzima zikatoke ndani ya moyo wangu. Ninanyenyekea kwako Mwokozi, nikiungama na kutubu, nikiomba rehema zako, nikiomba masamaha yako. Ninaomba toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya wote waliotumiwa na adui kuniumiza moyo wangu, kunijeruhi moyo wangu, na moyo wangu nikawa na hasira, na moyo wangu nikawa na chuki, na moyo wangu nikawa na uchungu ambao nimeutunza kwa miaka mingi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, angalia hali ya moyo wangu. Moyo wangu umeharibika, moyo wangu umeharibika na umekuwa na tabia ya kufisha. Ninaungama na kutubu leo. Huo mlango wa chuki na hasira, huo mlango wa chuki na uchungu uliozaa shina lisilo la kwako, Mungu wa rehema nyingi, unisafishe na kunitakasa kwa damu yako ya thamani, kwa damu yako ya agano jipya, kwa damu yako ya samani. Bwana Yesu, ninaomba faraja ya kweli, ninaomba amani ya kweli, maana amani utoayo wewe si kama ya dunia watoavyo. Naomba kupokea amani yako kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, ingia ndani yangu, ingia kwa upya, kwa uweza wa Roho wako. Ufanike kuwa Bwana, ufanike kuwa kiongozi, ufanike kuwa Mwokozi wa maisha yangu. Hasira isinishinde, uchungu usinishinde, uchungu usinishinde, uchungu usinishinde, uchungu usinishinde. Ewe Shetani uliyetesa maisha yangu kupitia uchungu rohoni mwangu, ninaukataa uchungu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya uchungu niachie, roho ya uchungu niachie. Kwa sauti, roho ya uchungu niachie, roho ya uchungu niachie, roho ya kutokusamehe niachie, roho ya kutokusamehe niachie. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninakukaribisha Roho Mtakatifu, unisaidie kuachilia, unisaidie kuachilia, unisaidie kusamehe
wala nisikumbuke tena, wala nisikumbuke tena, wala nisikumbuke tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nikuone leo, nikuone sasa, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini. Weka mkono na mambo yetu. Weka tu mkono wako kifuani, wewe endelea kuomba. Tamka lile ambalo unatamani Bwana akufanyie siku ya leo. Tamka lile ambalo unatamani Bwana akufanyie siku ya leo. Nami ninakwenda kuomba kwa ajili yako na kwa ajili ya wale wote ambao wanatufuatilia na kutusikiliza kwa njia ya mtandao. Ninakwenda kuomba kwa ajili yako. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ya hai. Wewe ni Mungu aliye hai. Hakuna Mungu aliye kama wewe, hayupo. Hakuna Mungu wa kufananishwa na wewe, hayupo. Hata tungepewa nafasi ya kumchagua Mungu mwingine, hakika bado tungekupigia kula na tukakuchagua wewe, kwa sababu wewe ni Mungu wa ajabu na matendo yako yanatisha kama nini. Asante kwa sababu ya uaminifu wako, asante kwa sababu ya pendo lako. Biblia inasema katika neno lako ya kwamba uombeni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Na ndiye Bwana, nimesimama kama mjoli wako na mtumishi wako, endelea kuomba, nikiomba toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya mama huyo na kwa ajili ya baba huyo na kwa ajili ya kijana huyo na kwa ajili ya binti huyo na kwa ajili ya mtoto huyo na kwa ajili ya familia hii na kwa ajili ya ukoo na kwa ajili ya wale ambao wanatufuatilia na kutusikiliza kwa njia ya mtandao. Mungu, nawaleta mbele zako, kwa maana umewaweka makuhani wako, lazima wawe na kitu cha kutoa kwa ajili yao na kwa ajili ya watu wao. Na mimi Bwana, sina nachoweza kutoa kwenye madhabahu zaidi ya ile damu ya thamani uliyomwaga pale msalabani, damu ya agano jipya uliyomwaga pale msalabani kwa ajili ya ondoleo. Na umesema pasina ya kumwaga damu hakuna ondoleo, pasina ya kumwaga damu hakuna ondoleo. Na mimi nasimama kama kuhani wa kifalme kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, ninamwaga damu ya Yesu juu ya madhabahu, ninamwaga damu ya Yesu kwenye ardhi ya mahali hapa, hata wale ambao wanatufuatilia, na achilia damu ya Yesu hapo ulipo, kwa jina la Yesu, na katika damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya mwaka huu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya maisha yao, kwenye malango ya mama huyo, kwenye malango ya baba huyo, kwenye malango ya huduma hii, kwenye malango ya familia hii, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya maisha yao. Hali ambapo adui shetani amejipenyeza kwa siri, ameingia kwenye maisha yao na kuleta